baada ya pale akawa akanipigia simu saa 12 jioni. Ndio maana pale nilivyokuamsha ile ilikuwa ni saa 8:10. Kwa hiyo ile saa 8:10 nilivyokuamsha wewe ukakataa kuondoka, ndio maana mimi mwenyewe sasa ilivyofika saa 8:30 uliona kabisa niliacha kukwambia twende. Niliamua kukaa ili niweze kutulia. Maana kuna muda kamili ambao inatakiwa tuweze kuondoka. Na kuna muda maalum wa kupitia kwenye ule mlango. Na usipopita ndani ya huo muda, ukishavuka saa 8:29 ikafika saa 8:30 huo usiku, kutakuwa hakuna njia nyingine yoyote ya kuweza kwenda kukutana na bosi wangu. Na usizani kwamba mimi nilifanya tuweze kukutana ndani ya hizo siku 5 nikijua kwamba nitakuwa bado sijafanikisha. Ndani ya hizo siku 5 nilijua tu lazima kuna siku moja utakubali. Na kwa wakati ule tulianza nikakupigia gharama kwamba nitakulipa 30,000 kwa kila siku. Lakini kadri ambavyo ungeendelea kuwa mgumu wewe, ndivyo hela ambavyo ingeendelea kuongezeka. Kwa sababu kukupata wewe, wao wangekuwa wamefanikiwa sana. Nikamwambia, kwa nini unasema wao? Kwani wewe hauko miongoni mwa hao? Akasema, mimi nipo, ila kwa wakati huu na mpango wa kuja kutoka. Sema ni njia ambayo imenishinda, ni wapi ninaweza nikatokea. Kwa sababu kwa wakati huu penyewe nikiangalia, hata ambapo ningeenda kupata msaada, hakuna msaada tena. Msaada ambapo ulikuwa umebaki na penyewe pameisha ingilika. Kwa hiyo hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo itaweza kunisaidia mimi kuweza kutoka. Nikamuuliza, una maana gani unavyosema kwamba njia ambayo ingeweza kukusaidia tayari na yenyewe imekwisha kufungwa? Akasema ni makanisa ambayo mimi mwenyewe ningeenda kuingia tayari na mwenyewe ninaona ishara kama hizo tayari zimekwisha kutokea. Nikamwambia, kimfano kanisa hilo unaweza ukanitajia hata jina mojawapo? Akasema, siwezi nikakwambia kanisa, ila mimi nilipo moyoni ambayo nilikuwa najua kuna msaada. Lakini huo msaada viongozi wao hao ambao wangenipa msaada tayari na wao wamekwisha kimbilia huko. Kwa hiyo kwa vile wamekwisha kimbilia huko, sina njia nyingine ambayo mimi ninaweza nikatokea. Inatakiwa kwa wakati huu niweze kutulia tu. Basi nikamwambia, haya, kwa siku ya kwanza mlinipa 30,000. Je, siku ya pili ungenipa shingapi? Akasema, right, kama ungekuwa haukuweza kuona kile ambacho kimetokea, siku ya pili ulikuwa unaongezewa hadi inafika shilingi 50,000. Nikamwambia, hiyo 50,000 sawa, mngenilipa. Je, ningekatana hiyo siku nyingine na nisione chochote ambacho kinaendelea, ingekuwaje? Wakasema, zingepita siku 3. Bado hatujaona kama kuna kitu chochote ambacho umeona, basi tungejua na wewe ni mmoja wa wenzetu. Kwa hiyo ndio maana hatukuweza kukuongezea pesa, ni kwa sababu tu wewe uliweza kuona na ukakataa kwa siku ile kuweza kuondoka. Nikamwambia, ndiyo, lakini siku gani wewe unaweza ukaniambia jina la bosi wako nikalijua? Akasema, kuhusu jina la bosi wangu mimi sitokuja kukuambia. Na hata kama nitaokoka sitokuja kulitaja, ni bora nife. Nikamwambia, sasa ukisema utakuwa umeokoka halafu ukashindwa kutaja jina la bosi wako itakuwa ni vibaya. Akasema, hapana, mimi jina la bosi wangu nitaendelea kulitunza paka kwa wakati ule ambapo mimi mwenyewe nitahakikisha ninaingia kaburini. Okay, pengine nikukatishe kidogo hapo. Hivi huyu alikuwa anaimba bendi za kidunia, alikuwa anaimba bendi za kwaya makanisani, na alikuwa hajaokoka kwa mfumo gani yani? Yeye mwenyewe alikuwa anaimba bendi za kanisani, na mwanzoni nilitanguliza kusema kwamba ni mwalimu, alikuwa ni mwalimu wa kwaya katika kanisa moja. Na kwa hilo kanisa wana mwalimu huyo mmoja. Kwa hiyo ni mtungaji mzuri na ni mwimbaji mzuri, na kwa wakati huo yeye mwenyewe bado ni mwimbaji. Okay, sasa inakuwaje
awe anaimba alafu hajaokoka hapo? Aha, kwamba anakuwa anaimba lakini kwa wakati ule anakuwa bado hajaokoka. Tatizo linarudi kama mimi pale ambapo nilianzia. Unajua, ukisoma Warumi sura ya 10 mstari wa 9, Biblia inasema kuokoka ni kumkiri Yesu, na kumkiri kunatokana na kinywa cha mtu mmoja mmoja. Sasa mtu kama huyo unakuta tayari amezaliwa kwenye familia ya baba ambaye alikiri kwa kinywa chake ameokoka, na mama alikiri kwa kinywa chake ameokoka. Na baada ya kukiri wakawa wao wameamua sasa kuanza kusali, na baada ya kusali wakawa wamewapata hao watoto wakiwa bado wapo kwenye wokovu. Kwa hiyo hao watoto wakikua, mara nyingi wazazi huwa wawaambii kwamba jukumu la kumpokea Yesu ni la mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wao wanaamini moja kwa moja kwa wakati ule tayari wameweza kuokoka. Okay, asante kwa ufafanuzi, tuendelee. Kwa hiyo baada ya yeye pale kuweza kuniambia vile kwamba yeye atakuwa bado hajaokoka, ndipo msaada anaanza sasa kuweza kutafuta ni nani atakayeweza kumsaidia kwa wakati ule ili aweze kuniambia jina la bosi wake. Anabaki kuniangalia mimi nikiwa kama ndio msaada wake. Ndipo nikamwambia ipo njia moja tu ambayo wewe ukikubali kuipitia hiyo njia utaweza kuokoka, na endapo usipoipitia hiyo njia sidhani kama utaweza kuokoka. Akasema ni njia gani na inaweza ikachukua muda gani? Nikamwambia Mungu yeye siku zote huwa hawai na hachelewi. Ukimuita kwa wakati wowote na sehemu yoyote, yeye atakuja na kukusaidia. Ndipo akasema sawa, lakini ikitokea mimi sasa nimeokoka na bosi wangu wakaamua kuniua, je, itakuwaje? Nikamwambia ikitokea wewe umeamua kuokoka na ukaona hali imebadilika, basi ujue utakuwa bado umekubali tu kumkiri Yesu, lakini haujaacha zile tabia za mwanzo. Lakini kama utakubali kuziacha zile tabia ulizokuwa nazo, basi yeye Yesu mwenyewe atabaki kuwa msaada wako na mlinzi wako, na ataweza kukuokoa yeye kwa wakati huo huo. Hautopata jambo lolote ambalo litakuwa kinyume na yeye, kwa sababu shida ambazo utapitia baada ya kuokoka zitakuwa ni ndogo ndogo, lakini hazitoweza kukubadilisha au kukupoteza kabisa katika dunia hii tulionayo leo. Kinachotakiwa wewe tu, inahitajika uweze kumpokea Yesu. Ndilo ambacho kitu kimebakia kitakachoweza kukuokoa wewe. Tofauti na hivyo utaendelea kuteseka. Akasema moyoni ninafurahi sana na ninatamani kweli niweze kukwambia bosi wangu, jina la bosi wangu, lakini ninaona haitowezekana kabisa, kwa sababu mimi mwenyewe bado nina njia ambazo hazimpendezi Mungu. Nikamwambia ndiyo, na siku zote sidhani kama mtu akishafanya uamuzi anaweza asibadilike. Kwa hiyo wewe, ninachokiona tu moyoni mwako ni kwamba bado haujaamua kubadilika. Na ukiamua kubadilika wewe mwenyewe utabadilika kweli na mambo yako utayaona yanaenda sawa. Lakini kwa wakati huu usipokubali kubadilika, ni kweli utaona ni kazi ngumu. Lakini kwa Mungu ni kazi nyepesi sana. Maana ukikubali tu, Mungu mwenyewe ndiye atabaki kuwa mwalimu na kiongozi wako. Kwa hiyo atakapokuongoza Mungu na akawa mchungaji wako, wewe mwenyewe utaweza kuepukana na mambo mengine yoyote yale ambayo unayaona yanakuja mbele zako. Akasema sawa, na ndio maana kumbe bosi wangu alikuwa anakuhitaji wewe, kwa sababu inaonekana kweli una vitu. Umenipa ushauri mzuri, nitakwenda kufanyia kazi. Nikamwambia sawa. Ikapita wiki ya kwanza, yupo kimya, hakupiga tena simu. Ikapita wiki ya pili, hakupiga tena simu. Sasa kuna rafiki yangu mmoja nikawa nimemuelezea juu ya hiyo habari. Alafu nikamwambia ninahitaji mimi nimpigie simu ili niweze kuongea naye.
Yule rafiki yangu akaniambia kwamba ni kitu ambacho kinashangaza. Yaani wewe walihitaji wakuue. Ngoja mimi nikwambie, walihitaji wakuue, sema wewe bado haujajua. Alafu unahitaji tena uweze kumpigia simu mtu wa namna hiyo. Nikamwambia ndiyo, inahitajika niweze kumpigia simu nimjulie hata hali. Sio kwamba kwa wakati huo yeye alivyohitaji labda kufanya kile, sina uhakika sana kama alihitaji kuniua. Akasema hapana. Yaani huyo sio bosi wake kwamba alikuwa anakuhitaji. Mimi ninachoona pale ni kafara iliyokuwa inahitajika ili yeye kazi zake ziweze kusonga mbele. Nikamwambia hapana, itakuwa sio hivyo. Kwa sababu ukishamhukumu mtu kabla wewe mwenyewe hujahukumiwa utakuwa unatenda dhambi. Akasema sawa, na nyinyi wa Kristo ndivyo mlivyo hivyo. Kwa sababu inapofikia kwenye hatua mnaambiwa kitu cha ukweli, mnaona kama vile ni kitu cha matani. Wewe mtu saa 8 za usiku anataka umsindikize maeneo gani, alafu bado unaendelea kuwasiliana naye, ina maana bado tu haujamchukia. Nikamwambia siwezi kumchukia kwa sababu ninafanya kazi ya Mungu. Na mimi kumpigia simu sio kwamba ninataka nikae naye mbali sana. Ninahitaji nimweke karibu kwa ajili ya kuendeleza kufanya kazi ya Mungu. Na Mungu anawatafuta wale ambao wamepotea. Kwa hiyo kama anawatafuta inahitajika niweze kukaa naye karibu. Ndipo akaendelea na kuniambia, basi wewe mpigie simu. Nikawa nimechukua simu nikampigia simu. Yule rafiki yangu akawa kaondoka. Baada ya kumpigia simu akapokea. Okay, baada ya kumpigia simu akapokea. Ilikuwaje? Twende break fupi tupate kurekebisha koo hapa dakika chache, alafu tutakuja kuendelea. Tumeweza kupata break fupi, na kulingana na jinsi ushuhuda ambavyo unaendelea, basi niweze kumruhusu kijana aweze kuendelea kwa mara nyingine, atupitishe kwenye hili ambalo anataka kutuambia. Karibu sana, tuendelee. Asante sana. Basi baada ya kuweza kumpigia simu ndipo simu ikaita. Ilikuwa ni siku ya Ijumamosi. Akapokea simu. Baada ya kupokea simu tukaanza kwa salamu. Tukasalimiana pale, basi salamu zikawa zimeisha. Baada ya salamu nikamuuliza, mnaendeleaje kanisani? Ndipo akaniambia tunamshukuru Mungu, tunaendelea salama kabisa. Na hapa hivi unavyoniona nipo kanisani ninawafundisha kwaya vijana. Kwa hiyo utanitafuta baadaye ili tuweze kuongea zaidi. Nikamwambia bado kumbe haujaacha kazi ya kumtumikia Mungu. Kwa sababu alikuwa kwenye umati wa watu wengi, akasema ndiyo, bado sijaacha na sitoweza kuacha kazi ya Mungu. Na ninamshukuru Mungu, kuna kanisa moja wameniomba niwaandikie nyimbo ili waweze kwenda kurekodi. Nikamwambia sawa, hayo yote tutayaongea baadaye. Akasema sawa, wakaendelea na zoezi. Baada ya pale